Tayari bidada Hanju alishapata maono kwamba mwamba atakuja kuvamiwa na mtu mwenye urefu kama wa futi 6 hivi. Huyu mtu atakuja kumshambulia mwamba, lakini kutokana na maelezo ambayo bidada aliweza kuyatoa, hizo sifa zilikuwa zikifanana sana na mwamba Du Yang, na bidada Hanju akawa anapambana sana katika mitandao ya kijamii kutaka kujua huyo muuaji ama mtu atakayekwenda kumshambulia mwamba Jay Shen atakuwa ni nani. Akaanza kupitia komenti zote mbaya ambazo zinatumwa katika akaunti, lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa kimtukana sana mwamba Jay Shen alikuwepo mmoja ambaye alikuwa anaelezea kana kwamba alikuwa anaifungua kesi namna ilivyokuwa ni kama huyu mtu anahusika kwa karibu zaidi. Mwamba Jay Shen akawa anahangaika sana, yule mtu aliyekuwa ameweza kuuliwa na huyo Du Yang ambaye anadhaniwa kwamba ndo aliweza kumuua, ilikuwaje mpaka akaweza kuuliwa? Basi tafiti zikawa zinaendelea. Taarifa za awali zinadai kwamba yule mtu alikuwa ameweza kuzimia. Baada ya kuzimia aliangukia katika eneo la meza na damu zikatawanyika sana pale ndani. Alafu kile kiroboti ambacho kilikuwa kinafanya kazi ya kusafisha nyumba ndicho ambacho kikawa kinapita na kwa bahati mbaya kikawa kimeweza kugusa pale katika maeneo ya damu na kuanza kuchola pale ndani. Hasa kwa sababu mwamba Du Yang ndio alionekanika katika eneo la tukio, yeye ndo akawa amepewa kesi ya kufanya mauaji wakati hata kufanya hayo mauaji. Sasa ili kuweza kudhibitisha ukweli wanatakiwa kutafuta kile kiroboti ambacho kilikuwa kinasafisha nyumba siku hiyo. Basi timu ya hawa maprosecutor wakatimba katika eneo husika na kuanza kutafiti hicho kiroboti kiko wapi. Mwamba walitafuta kweli, lakini katika dakika hizo kaja kugundua kwamba bidada Hanju pamoja na timu yake ya waandishi wa habari wenyewe walikuwa wamefika eneo hili ili kukitafuta hicho kiroboti. Jamaa kumuona bidada namna ambavyo anamjali na kuhangaika sana kumsafisha jamaa ili asije kaonekana kana kwamba ameweza kumsaidia mhalifu, basi alihangaika naye pia akawa amemkumbatia mwamba. Lakini kwa bahati iliyo njema kiongozi wa Hanju aliweza kumuona yule robot, basi akamchukua. Kila mtu alikuwa na furaha sana, wote wanataka kuchunguza ile damu ilikuwa ni ya nani. Kama ilikuwa ni yule mwanamke, maana yake yule mwanamke alikufa yeye mwenyewe, ile yule robot ndio alisambaza damu pale, sio mtu aliyekuwa amempiga. Baada ya taarifa ya matokeo kuweza kufanyika na wakaja kugundua kwamba kumbe ile damu ilikuwa ni ya bidada mwenyewe. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kile kirobot kilikuwa kinasambaza pale damu ndani, na sio kwamba kuna mtu alienda kumpiga yule mdada mpaka akafa, bali mdada yule alikuwa ameangukia katika meza akafa. Kwa kesi ikawa imefungwa kinamna hiyo. Lakini jambo halikuwa jepesi kiasi hicho. Bidada Hanju ikabidi kuongea na timu yake ya waandishi wa habari. Kuanzia sasa hivi wanatakiwa kuandaa habari ambayo itakwenda kumsafisha kabisa mwamba Jay Shen kwa kusema kwamba yule mwanamke alikufa yeye mwenyewe kwa kuangukia katika meza. Kumbuka kwamba Jay Shen sio mtu aliyekuwa ameweza kumuua yule mwanamke, bali Jay Shen alikuwa anachunguza tukio la mwamba Du Yang aliyekuwa anadhaniwa kwamba ameweza kumuua yule mwanamke, na Jay Shen akatoka na kusema kwamba yule mwamba hana hatia kwa sababu hakuweza kumuua mwanamke yule. Hasa ikaibua chuki kubwa sana miongoni mwa wananchi, wakaanza kuamini kwamba Jay Shen huenda ndiye amekula rushwa ili kuweza kuifukia kesi hiyo. Lakini sasa hivi wameweza kubaini ukweli na uko wazi kabisa, mpaka vipimo vya madaktari vinaonyesha kabisa kwamba yule mwanamke alikufa yeye mwenyewe. Kwa hiyo wanatakiwa kurudi kwa wananchi ili kuweza kuambia ukweli. Kwanza kabisa wakaandaa bonge la interview na bidada Hanju akamfanyia mahojiano ya kutosha kabisa mwamba Du Yang, na Du Yang mpaka akaanza kulia kwa kusema kwamba nilikuwa nasingizwa kosa ambalo sikulifanya, huenda mpaka dakika hii ningekuwa gerezani. Angeleni sana waandishi wa habari kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Na ndipo wananchi wakaweza kuifuatilia ile habari na kujua ukweli wote. Aisee, habari hii ilikuwa imewagusa sana watu, wakaona kwamba walikuwa na mhukumu mtu ambaye hata usiki kwa lolote lile. Kwa namna ambavyo bidada Hanju amejitoa sana kwa mwamba, jamaa hakuona sababu ya kuendelea kubakia wachumba, bali anatakiwa kuurasimisha uchumba wao kwa kuweza kumvisha bidada pete. Hasa wakati mwamba yuko bize kule kutafuta pete ya kuja kumvisha bidada Hanju. Kumbuka kwamba bidada Hanju aliwahi kuota kwamba mtu atakaye kwenda kumzuru mwamba Jay Shen atakupo si mwingine bali ni Du Yang ambaye amedhibitika kwamba hana hatia. Na sasa kwa kuwa afande Gutak ndo alikuwa rafiki wa mwamba Du Yang, ikabidi kuweza kumpigia Gutak na kumuuliza, "Je, Du Yang yuko wapi?" Lakini Gutak akasema, "Tuko naye hapa, tunapiga gambe taratibu." Basi bidada ndo akawa amepata amani. Nyakati za jioni sana mwamba akiwa ametoka kununua ile pete, basi akawa anataka kukutana na bidada. Akiwa kando tu kidogo ya barabara, akashangaa kuna mtu ameweza kumpiga risasi ya tumbo. Bidada hakuamini macho yake, akamkimbilia jamaa, kisha akawa anaomba msaada watu waweze kuita ambulance. Lakini alionekanika mzee mmoja ambaye alikuwa ni baba yule binti ambaye alikuwa ameweza kufariki siku zio nyingi, na huyu baba ndio anaonekana kwamba ameweza kumshambulia mwamba Jay Shen. Sasa kwa nini? Je, yule baba anaamini kwamba binti yake aliuliwa? Hasa mzee baada ya kuweza kumshambulia mwamba Jay Shen akawa anataka kwenda kuamaliza mwamba Du Yang pamoja na yule Gutak. Sasa alipokuwa anataka kuwagonga na gari njiani, ghafla tu maafande akawa ameweza kufika kwa wakati. Huku upande wa pili mwamba hali yake si nzuri kabisa, kwani damu nyingi zimeweza kumtililika. Wakati huo mwamba alikuwa akimtazama bidada, anatamani kumwambia kuwa anampenda na alitoka kumnunulia pete, lakini akawa anashindwa. Bidada hakuwa na neno lolote lile zaidi ya kulitia jina la Mungu wake akiomba sana. Na wakati huo wafanyakazi wengine wote walikuwa wako nje hospitalini wakiwa na hofu sana, kwa sababu huyu jamaa wametokea kumpenda na mtu ambaye amehangaika sana kuitatua haki. Lakini bidada Hanju akiwa nje hospitalini, mikono yake ilikuwa inatetemeka, kwani tukio limeweza kutokea mbele ya macho yake.
yake. Akawa anajaribu kujifikiria kwamba aliamini kwamba akiwa na jamaa mambo yote yatakuwa salama, lakini baya zaidi ni kwamba matatizo yameanza. Bidada alilia sana akiwa amemkumbatia mama yake. Wakati huo Mwamba Gutak akawa ametimba pale na kusema kwamba upasuaji umekamilika na jamaa tayari kidogo ameanza kupata nafuu. Hasa Mwamba Jeshen baada ya upasuaji sasa anaendelea fresh tu, akawa anamshikashika mwanaume fulani hivi mashavu. Oh jamani, Anju wewe ni mrembo sana, umepambana kwa ajili yangu. Kumbe bana anamshika bosi wake anamfananisha na Anju. Na sasa kumbe bidada Anju yuko nyumbani kule, yuko na mama yake wanapiga story hivi, lakini mama akawa anasema kwamba Mwamba Jeshen alinipatia hichi hapa kidude, alisema nikupatie. Bidada kwenda kufungua kile kidude na gundua kuna karatasi moja aliandikaga udogoni. Bidada alishangaa sana kuona kwamba kumbe yeye alikuwa kijuana na Jeshen kutokea walipokuwa wadogo. Mwamba yuko hospitalini akiwa na maumivu tele tele, lakini bado alikuwa anatamani kumuona bidada Anju ambaye mpaka dakika hii bado alikuwa hajatokea kabisa katika maeneo hayo hospitalini. Familia ya yule mtu ambaye aliweza kuwashambulia ikawa imekuja kuomba msamaha. Jamaa akamwambia poa tu. Mwamba kidonda ni kibichi kabisa, lakini alichukua gari na kuondoka moja kwa moja kwenda kumtafuta bidada. Hakujali kabisa hata hii hali ya mvua ambayo inaendelea. Mwamba Jeshen alipoweza kutana na bidada Anju hakuwa hata na maneno mengi. Kitu cha kwanza akamkumbusha udogo wao, namna ambavyo walikuwa wakipendana sana, lakini wakawa wamepotezana kwa muda mrefu. Zaidi hapa wakawa na kisi tu. So kweli ni kwamba jamaa alikuwa amejitoa yeye mwenyewe hospitalini kwa kutoroka. Sasa akarudi tena hospitalini, alafu leo ndo akawa anatolewa kiuhalali kabisa. Alipoweza kutolewa tu bidada Anju akasema kwamba nataka uje uugulie nyumbani kwangu, sawa? Lakini mdogo wa Jeshen anayefahamika kama Samwan akawa anazuia na kusema hapana bana, mimi kakaangu ndani muuguze mimi mwenyewe. Lakini bidada Anju akaona mabishano yasiwe mengi, akawa amemvuta Mwamba ndani. Lakini mama mtu hakupenda kabisa kitendo cha binti yake kuleta mwanaume katika nyumba yao bana. Ikabidi moja kwa moja kuanza kumhudumia kijana japokuwa kishingo upande hivyo hivyo. Wakati huo anaendelea bana kujipiga makeup, mtoto mtu anaeleza namna gani Jeshen alivyo mwanaume bora. Mama mtu hataki kuweza kuzisikia habari hizo. Hasa mapema na alfajiri bana hawa kwenda kabisa kazini, wakaishia tu katika maeneo fulani hivi ya mapoli, wanapiga story kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini nyakati za jioni ile wanarudi nyumbani, wanagundua kwamba Samwan amekuja kumchukua kaka yake na kusema kwamba kakaangu umeshapona na kila kitu kimeshaletwa nyumbani. Kumbe mama yake na bidada Anju alibeba vilago vyote vya Mwamba Jeshen na akavirudisha nyumbani kwao kabisa. Kwa Samwan amekuja kumchukua kaka yake. Kesho tena mbadala wa kwenda kazini wakaishia tu kutoka out, lakini Mwamba Jeshen alikuwa amevaa mavazi ya ofisi. Akamwambia bidada kwamba nimevaa mavazi ya ofisi kukumbuka kazi yangu. Bidada akagundua kwamba jamaa anaipenda sana kazi yake, hata hivi anamnyanyasa tu kumtoa out zisizokuwa na maana. Akamwambia bana nenda kazini. Sasa ule muda ambao bidada Anju ameweza kurudi nyumbani, aliweza kutana na mama yake, lakini kumbe Mwamba Jeshen alikuwa amesahau simu yake. Ile anarudi anakuja kusikia maneno ambayo mama mtu anamwambia bidada Anju kwamba sitaki kabisa uwe na mahusiano na huyu jamaa anayefahamika kama Jeshen. Kumbe mwanamama ana hofu sana na hawa watu ambao wanapambania haki za watu wengine, kwa sababu babake na bidada Anju alikuwaga ni mwanajeshi na mwisho wa siku alikuja kupoteza maisha vibaya sana. Lakini huyu jamaa pia ni mwanasheria, ana wasiwasi kwamba huenda naye atakuja kupoteza maisha vibaya pia. Lakini bidada Anju akasema kwamba kwa upande wake anaamini itakuja kuwa ni tofauti. Anahitaji tu mama yake aweze kumwamini, kumruhusu yeye kuendelea kudeti na huyu jamaa Jeshen. Kamfungukia mama yake kwamba hata bila wewe kuwepo, bado kama baba ilipangwa afe kwa ajali ile iliyoweza kutokea, bado angekufa vile vile. Kwa hiyo wewe sio sababu ya baba kuweza kufariki. Mama mtu alijisikia vizuri sana kuyasikia yale maneno kutokea katika kinywa cha bidada, akafurahi kweli kweli. Lakini huku upande wa pili Mwamba Bogan anaumia sana kwa sababu ni kama vile Jeshen ameanza kumzidi katika taaluma yake ya wanasheria. Akamtafuta mtu ambaye yuko jirani sana na Mwamba Jeshen, akamwambia kuwa awage anampa taarifa ya kila kitu ambacho jamaa anakifanya, na akaahidi kwamba atakuwa anamlipa mshahara mara 5 kuliko wanasheria wote hapa ndani ya ofisi. Na hizi taarifa zikawa zimemfikia Mwamba Jeshen. Sasa Jeshen anampenda sana huyu mzee ambaye anakwenda kupewa hongo, akawa anajipendekeza sana kwake. Kumbuka kwamba Jeshen anamtumikia sana huyu mtu kwa sababu kuna mambo fulani ambayo kumfanyia miaka ya zamani. Kifupi ni kwamba Jeshen anajisigi hatia sana kila anapomwona huyu mzee. Anamwamini sana huyu mzee na anajishushaga kiwango kikubwa sana, mpaka kuna stage inafika huwa anamfungugiaga mpaka kamba za viatu. Lakini leo aliposikia kwamba ati huyu mzee atapewa hongo ili aweze kumsaliti, hii kitu ilimuumiza sana. Lakini siku ya leo Mwamba Jeshen akiwa yuko nyumbani akawa amepokea ujumbe fulani kutokea kwa mdogo wake anayefahamika kama Samwan, akisema kuwa kaka, naomba uihangaikie kesi ya rafiki yangu ambaye amekufanyia tukio la ajabu sana zamani, lakini hii kesi inayumbishwa sana na mwanasheria anayehusika ni Mwamba Bogan. Jeshen kusikia tu kwamba Bogan anahusika katika hiyo kesi, basi aligundua kwamba ndani ya hiyo kesi kuna mazingira ya rushwa ama uongo mwingi. Hasa tukirejea katika kituo cha polisi, Afande Gutak siku ya leo alikuwa amemtia mbaloni bwana mmoja hivi ambaye ni mwizi tu. Huyu jamaa ameweza kumuingizia mtu fulani pesa nyingi sana kama milioni 10 na anahitaji kuweza kuipata simu yake ambayo haizidi hata 200,000. Hasa Gutak akawa anajiuliza ni kwa nini mtu atoe milioni 10 kutaka kurudishiwa simu yake yenye thamani ya 200,000 tu. Akawa na mhoji huyu jamaa, lakini jamaa akasema kuwa hataongea chochote kile mpaka awepo mwanasheria.
mwanasheria, na mwanasheria moja kwa moja akawa ni Mwamba Jeshen. Baada ya Jeshen kuweza kuitwa hapa, bidada Anju naye alikuwa amefika eneo la tukio na kuanza kurekodi sini nzima ya mahojiano. Huyu jamaa ambaye ni kibaka na mwizi akaanza kusema kwamba mimi wizi nimeanza kufanya muda mrefu tu, kutokea siku ambayo mtoto wangu aliweza kupata ajali mbaya, alafu ikawa nahitajika pesa nyingi sana kwa ajili ya matibabu, nikawa naiba lengo niweze kumtibia mwanangu. Mimi sikatai, kweli mimi ni mwizi, nakubali kabisa, wewe ni kama mwanangu, nina binti yangu ambayo yuko nyumbani, nahitaji kweli kuweza kumlea, kama mkinifunga leo kwa lugha nyepesi ni kwamba ninakwenda kumpoteza mwanangu. Mwamba Jeshen akaanza kupata huruma sana kwa huyu mzee, lakini kiongozi wake wa kazi akasema kuwa usije ukashawishika hata kidogo, lakini Jeshen akasema kuwa anahitaji kwenda kumwona huyo binti. Ilipofika nyakati za usiku, Mwamba moja kwa moja akaelekea katika nyumba ambayo yule mzee alikuwa ameweza kupanga. Alipofika akakutana na mama mwenye nyumba, akamwambia kuwa huyo mzee anaishi peke yake hapa ndani, kwani wewe aliwadanganya kwamba anaishi na binti yake, si ndio? Hapa ndo Mwamba Jeshen akaanza kukumbuka maongezi yale ya mkuu wake wa kazi, akimwambia kuwa simwamini kabisa huyo mzee. Akaanza kusema kwamba yani nimemwamini alafu kumbe ananizunguka sawa tu. Wakati huo bidada Anju wala hakuepo mbali na Mwamba, akawa amemfuata jamaa pale na kumletea hizi keki fulani, akawa anamwambia kwamba usihofu bana, lakini ukweli ni kwamba tukio la huyu mzee alilolisema ni kama lina ukweli ndani yake, lakini je, huyo mtoto yuko wapi? Tukutane katika episodi ya 7 na ya mwisho. Ni kusiti kugusa alama ya kusubscribe hapa katika channel yetu. Tunaona kuna channel mbili, gusa katika channel ya kwanza, lakini pia gusa katika channel ya pili. Okay, tunasonga mbele kama hivi yani.